Naam, mtazamaji, maandamano makubwa yaliyopangwa tarehe 7 mwezi wa 7 yaanza kupamba moto baada ya jeshi la polisi leo kuingilia kati haraka. Watu kadhaa wakamatwa na vijana kadhaa wakamatwa na wengine wazidi kutafutwa. Polisi watuma onyo kali kwa wale wote wanaopanga kuingia barabarani tarehe ya mwezi ujao, na ujumbe huu wa mwisho uliotumwa kwa vijana kutoka kwa jeshi la polisi, vijana wanaopanga kuandamana sasa umezua wasiwasi. Kabla ya tusonge mbele na ripoti hizi, mtazamaji, nimegundua ya kwamba wengi wenu mnasikiliza habari na kutazama video kabla ya kulike na kusubscribe. Leo nataka ubonyeze alama ya like kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Maandamano ya Julai tarehe 7 tayari yameanza kabla ya Julai tarehe 7 hata kufika. Kwa nini sasa jeshi la polisi la Tanzania chini ya utawala wa Samia Suluhu wanazungumzia kukamatwa, uchunguzi, vizuizi vya barabarani, mashambulizi na hata mipango ya kukamata silaha? Na kwa nini onyo hili la hivi punde la jeshi la polisi linaleta wasiwasi miongoni mwa maelfu ya vijana wa Kitanzania ambao wamekuwa wakifuatilia mvutano wa kisiasa unaoongezeka unaozingira matakwa ya upinzani na mjadala unaoendelea wa Tundu Lissu? Na kwa mujibu wa jeshi la polisi Tanzania, yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii hivi sasa yamekuwa mazito kiasi cha kusababisha uchunguzi mkali, kukamatwa au vijana kukamatwa na kutiwa mbaroni, na kutoa tahadhari ya usalama na onyo nchi nzima. Huku hali joto ya kisiasa ikiendelea kuongezeka kote nchini leo, mamlaka zinasema zinawafuatilia kwa karibu watu au vijana wanaodaiwa kutumia mitandao ya kijamii leo kuhamasisha shughuli ambazo wanazitaja kuwa za uhalifu na hatari kwa usalama wa taifa. Lakini hii ndio inafanya hadithi hii kuwa ya kulipuka zaidi. Onyo hilo la jeshi la polisi linakuja wiki chache kabla ya tarehe iliyojadiliwa sana, Julai tarehe 7 mwezi wa 7, tarehe ambayo tayari imekuwa kitovu cha mazungumzo makali ya kisiasa kote Tanzania. Na sasa polisi wanadai kuwa baadhi ya jumbe zinazosambazwa mtandaoni huenda mbali zaidi ya maandamano ya kawaida. Kulingana na msemaji wa polisi, naibu kamishna David Misime, vyombo vya usalama vimebaini kuwa watu wanaodaiwa kuhimiza vitendo ambavyo ni pamoja na kufunga barabara, kuharibu maduka, kushambulia raia, kuharibu mali za umma, kuwasha moto na hata kuwalenga wana usalama. Hizo ni tuhuma nzito kutoka kwa jeshi la polisi, tuhuma nzito sana, na kwa kawaida tuhuma kama hizo zinazua maswali kote nchini. Je, mamlaka ina taarifa gani? Nani hasa anachunguzwa? Je, maendeleo haya yanaweza kubadilisha kile kinachotokea Julai tarehe 7 mwezi ujao? Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi, polisi wanasema wamekuwa wakifuatilia mawasiliano ya mtandaoni yanayohusishwa na watu wanaodaiwa kuendeleza vitendo ambavyo mamlaka inaeleza kuwa ni vitisho kwa utulivu wa umma. Taarifa hiyo inadai kwamba baadhi ya vikundi hapo awali vilijadili kuandaa maandamano mnamo Julai tarehe 7 na kupanga kuzua machafuko na vurugu siku hiyo. Hata hivyo, polisi sasa wanadai kuwa watu fulani wamepanua mijadala yao na kujumuisha vitendo vya uhalifu ambavyo vinaenda mbali zaidi ya maandamano ya amani nchini. Miongoni mwa madai yaliyotajwa na polisi ni pamoja na mipango inayohusu kufungwa kwa barabara, uharibifu wa mali, mashambulizi dhidi ya raia na majaribio ya kuleta hofu kwa wananchi. Jeshi la polisi pia wanadai kuwa baadhi ya majadiliano ya mtandaoni yanadaiwa kuhusisha mashambulizi ya kuhamasisha dhidi ya wanachama wa vikosi vya usalama kwa lengo la kupata silaha. Ikiwa ni kweli vitendo kama hivyo vitawakilisha ongezeko kubwa kutoka kwa maandamano ya kisiasa hadi shughuli za uhalifu, na hiyo ndio sababu vyombo vya usalama vinaonekana kudhamiria kuchukua hatua kabla ya matukio kufikia hatua hiyo kali. Lakini kama kawaida, kuna upande mwingine wa mjadala huu, kwa sababu wakati wowote serikali zinapotoa maonyo au onyo kali kabla ya matukio makubwa kama haya ya maandamano ya kisiasa, bila shaka maswali hufuata. Mtazamaji, raia fulani huona maonyo hayo kuwa hatua zinazofaa ili kuzuia jeuri na kulinda maisha ya Watanzania na kulinda mali za Watanzania ambao hawataki kuandamana. Wengine wanahoji kama wanaharakati halali wa kisiasa unaweza kuhusishwa isivyo haki na tabia ya uhalifu. Mvutano huo sio wa Tanzania pekee, ni mjadala unaoonekana katika nchi nyingi kila wakati siasa, maandamano ya umma na masuala ya usalama yanapogongana. Kinachozidi kuwa wazi ni kwamba mamlaka zinajaribu kutuma ujumbe wa moja kwa moja sana. Taarifa ya polisi inaacha shaka kidogo kwamba mashirika ya usalama yananuia kuingilia kati dhidi ya yoyote atakayepatikana akipanga shughuli za maandamano au machafuko wanazoziona kuwa ni kinyume cha sheria. Na pengine sehemu yenye nguvu zaidi ya kauli hiyo ni onyo la mwisho la polisi. Polisi wanasisitiza kuwa shughuli za uhalifu nyuma ya lebo ya maandamano ya Sabasaba, wanasema kuwa ushiriki wa raia kwa amani na mwenendo wa uhalifu wenye
jeuri ni vitu viwili tofauti kabisa. Ujumbe kutoka kwa watekelezaji sheria na jeshi la polisi ni moja kwa moja: mtu yoyote anayehusika katika vitendo vinavyotishia usalama wa umma atakabiliwa na madhara ya kisheria. Bado licha onyo hilo, majadiliano kuhusu Julai tarehe 7 yanaendelea kukua mtandaoni, huku wanaharakati na wapinzani wakiendelea kusambaza ripoti hizo na kutangaza maandamano hayo ili vijana wengi wajiunge. Wafuasi na wakosoaji pia wanabadilishana mabishano. Wanaharakati wa kisiasa wanajadili mwelekeo wa baadaye wa nchi, na raia wengi wa kawaida wanatazama kwa karibu kuona nini kitatokea baadaye, kwa sababu kadiri Julai tarehe 7 inavyokaribia ndivyo maendeleo haya yanavyovutia zaidi. Na usiku wa leo swali moja linabaki kutanda juu ya mazingira ya kisiasa ya Tanzania. Je, Julai tarehe 7 mwezi wa 7 itapita kwa amani au nchi inaelekea kwenye makabiliano mengine makubwa ya kisiasa kama yale yaliyoshuhudiwa mwaka jana? Hilo ndilo swali ambalo Watanzania wengi sasa wanajiuliza, na kadiri tarehe inavyokaribia macho yote yatabaki kuwa kwa viongozi wa kisiasa na mashirika ya usalama kwa sura inayofuata ya hadithi na habari hii inayoendelea kwa kasi. Wakati huo wachunguzi wa masuala ya kisiasa wanasema siku zijazo zinaweza kuwa muhimu kwa hali ya kisiasa ya Tanzania. Sababu ni rahisi: mjadala hauhusu tena maandamano yaliyopangwa ya Julai tarehe 7. Sasa unakuwa mjadala mpana zaidi kuhusu uhuru wa kujieleza, kutoridhika kwa umma na Watanzania, ushiriki wa kisiasa na jukumu la vyombo vya usalama katika kudumisha utulivu. Kila kauli inayotolewa na pande zote mbili sasa inachunguzwa kwa karibu sana na wananchi wenye shauku ya kutaka kuelewa nchi na kuelekea. Kinachovutia pia ni kasi ambayo mamlaka inaonekana kujibu. Polisi wameeleza kuwa uchunguzi tayari unaendelea na kwamba watu kadhaa ama wamekamatwa au wanafuatiliwa kikamilifu mitandaoni. Ufichuzi huo pekee umezua wasiwasi miongoni mwa watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii, ambao baadhi yao sasa wanahoji iwapo vyombo vya usalama na jeshi la polisi zina taarifa za ziada za kijasusi ambazo bado hazijawekwa wazi. Ikiwa ndivyo, wiki zijazo zinaweza kufichua maelezo zaidi kuhusu kile ambacho mamlaka inaamini kinapangwa nyuma ya pazia. Mtazamaji, hata hivyo, awali baadhi ya viongozi wa CCM walishutumu Chadema kwa kuhusika na njama za kupanga maandamano haya ya tarehe 7 mwezi wa 7. Walisema ya kwamba Chadema wanaweka mikutano ya siri na kudai kwamba Chadema wanapanga mikakati ya kuingia barabarani na kuzua vurugu na fujo siku ya tarehe 7 Julai. Hata hivyo, tukumbuke tarehe 6 Julai ni siku ambayo kesi ya Tundu Lissu itakuwa ikiendelea, na huenda tarehe 7 kesi hiyo pia ikiwa ikisonga mbele mahakamani Dar es Salaam, na huenda ikagongana na maandamano haya, na huenda kesi ya Tundu Lissu ikalazimika kusongezwa mbele tena. Mtazamaji, hata hivyo, sasa hivi jeshi la polisi limetuma onyo: yoyote anayesambaza taarifa za kutangaza maandamano haya au kujihusisha na maandamano ya uhalifu na fujo ataweza kuchukuliwa sheria kali na huenda hata akakamatwa. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti au habari hizi. Kumbuka kunijuza maoni yako, vile like video hii, subscribe na gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.